Bwana, natumai utakoko vyema sana. Mraito Mr. Mamen, ni kwa wakati mzuri nimekuja kufanya mahojiano na kaka mkubwa hapa Chidi Benz, tuzungumza naye mengi sana, and of course natumai kuna mengi ambayo pengine unatamani kufahamu, basi tutazungumza naye hapa, na nikukumbushe tu kwamba tuna siku 4 tangu mkubwa Chidi Benz atupe burudani ya Mkaming, lakini tuna siku moja tu tangu mchaka, si ndio? Tukisema tuzungumza naye maili matatu hapa. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment kupitia 96 TV na Bongo Plus kwa ajili ya kukupa habari, ndo shughuli zetu. Kusipokea habari ni shughuli zako. Kaka mkubwa, kwema? Kwema kabisa. Mambo yanasemaje? Tunashukuru, sijui wewe. Mimi salama kabisa. Nipiga vitu vya vitamini. Yeah. Ndio. Karoti, mchanganyo sina nini. Yeah. Hongera pia kaka mkubwa. Utaratibu umekuwa endelevu 2026, of course mwezi wa 4 tuachie mabala yako Mkaming, of course tuko na mchaka. Nataka tuanzie kwenye Mkaming, alafu ukaipa siku 3 tu kwa ajili ya kuiachia project nyingine ya mchaka. Ilikuwa ni trailer mchaka kama ndio movie sasa. Yeah, najitahidi kurudi kwenye ramani. Kwa hiyo tumeona ngoja tuanze kufanya vitu hivi ambavyo tunavifanya, then tuna vitu vingine ambavyo tumeona sasa tukianza na hivi then tutafuata vingine taratibu. Tumetoka mbali, kwa hiyo tunaanza taratibu. Mimi binafsi wakati naanza kuona una post ile ya Mkaming, nikawa najua pengine ujio labda ni EP au kuna album inakuja. Baadaye nikaja nikaona umeachia single, nikajua pengine itakuwa ni moja kati ya tracks ambazo zitakuwa katika mifumo hiyo, au mimi nimekuwa tofauti na mawazo yako? No, tunajaribu kufanya ni tunataka kwanza watu tu wanisikie, right? Watu wanisikie. Unajua na mashabiki zangu na watu wangu, kwa hiyo wanisikie tu kwanza kwamba wao Chidi nao wanafanya kazi, kwa sababu kuna muda mwingi ambao sijafanya kazi. Sijafanya kazi kwa muda mrefu, kwa hiyo nataka tu watu wanisikie kwanza nipo, alafu niendelee kazi. Na nashukuru tunapata watu wanatupigia, wanatuambia oya safi. Yani kuna mtu mwingine akwambia kuhusu wimbo, anakwambia tu bwana safi sana. Yani kama umeanza kufanya kazi na tunakuona upo hivyo, safi sana. Yani safi. Kwa hiyo fanya kazi. Nafikiri Mungu atajalia tutakaa sawa. Yeah. Ambacho pia mimi nimekufurahia, nimeona umeachia moja kwa moja official video. Sasa hivi nimeona asilimia nyingi wasanii wana mfumo kuacha tu visualizer. Yani mtu anaachia kazi inakuwa tu visualizer, labda video inafuata. Na nahisi labda kutokana na biashara ya digital ilivyo, mkubwa moja kwa moja, mimi mifumo yangu ile. Tia chupa, clip moja kwa moja. Yeah, unajua tukisema tunawafuata wasanii wengine tutakosea, kwa sababu wenzetu kidogo wamesogea, umeona na tunaheshimu wenzetu walivyosogea na wanachokifanya. Mimi naheshimu kila msanii anachokifanya, nampenda kila msanii. Kwa hiyo tumeona sisi sasa inabidi tufanye kitu ambacho watu taona okay, Chidi anakuja, then afu taratibu tutafanya vitu vingine vizuri zaidi siku zinazozidi kwenda. Lakini tumeona kwa tufanye kwanza tu hivi watu waone anafanya kazi nao, umeona kwamba nao okay, yuko sawa, anafanya kazi. Yeah. Sema ule mkubwa umejipakulia sana minyama mwenyewe. Nimeona umejaribu kujizungumzia kwa namna fulani pia, na kuna mstari unasema kwamba ushadondoka ukainuka pia kwa baraka. And of course ni moja ya maisha yako ya halisia kabisa Chidi Benz. Ushadondoka ukainuka kwa dondoka, and of course tuko na wewe hapa na still bado unafanya uko vizuri na afya tele. Umerudi kwenye kazi safi kabisa, tunaondoka. Maisha yako pia sometimes kuyaportrait ni misingi ya hip hop. Sipo sana kwenye hip hop kwa sababu hip hop nahisi kama inahitaji mambo mengi sana. Lakini nipo kwenye kufanya muziki ambao nilianza nao kabla sijaanza kutangaza hip hop. Yeah, lakini ninachokifanya ni hip hop. Navyoishi ni hip hop. Na tuzo za hip hop.
Ya kwa hiyo kwa mimi sipo sana kwenye hip hop. Nipo kwenye sasa hivi nipo kwenye kufanya kazi, watu waone unafanya kazi. Kwani una muda wako ambao sisi tunaokupenda tunasubiri ufanye kitu. Unajua, ingekuwa kwamba watu hawahitaji, ningeona watu wanahitaji, nitafute biashara nifanye, niuze si nini, lakini watu wanakuonesha kwamba tunahitaji. Kwa hiyo sipo sana kwenye hip hop, but nipo kwenye kufanya kazi watu wanaonihitaji wale. Wasema sisi tunataka, bado kuna kitu tunataka Chidi afanye. Ndio niko hapo Ila ule mstari somehow uko unauchora vile afu na kuportray. Kuna namna, kuna feeling ambayo unakuwa unayo kwamba of course ni maisha ambayo nimeyapitia. Maisha niliyopitia ni mengi na kila mtu kapitia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nataka watu wengine waliopitia maisha magumu wajue Chidi, kumbe bado Chidi anasema hivi. Na kweli kapitia maisha magumu sana na nao sio kama eti hana maisha magumu. Mimi bado na maisha magumu, lakini sasa na uwezo wa kuongelea kuhusu maisha magumu. Tofauti na ambavyo wakati napitia maisha magumu nilikuwa sina uwezo wa kuongea. Niko zangu matatizoni huko sio, lakini nao naongelea, kwa hiyo watu wajue maisha magumu hapo. But kila mtu ana maisha magumu. Lakini nashukuru Mungu nao unavyoenda. Mimi hamna kitu kikubwa nachoshukuru kama Mungu anasema bwana umeumia we, lakini nao uko sawa. Ndio hicho nachoona mimi. Naona watu wasi give up. Watu wasi give up, kwa sababu kama ku give up nilikuwa ni give up mimi. Ninge give up mimi. Ningekuwa simpendi mtu, simpendi mwanamke, simpendi nani, simpendi mshikaji, simpendi nani, umeelewa? Lakini usi give up, you never know. Mungu anakubadilisha muda wote. Mungu muda wote. Wakati nakuja kufanya interview na wewe Mkubwa, nilikuwa nawasiliana na babangu mzee. Bana leo pata saa bana namfuata Chidi Benz tufanye interview kidogo. Akaniambia huyo ni King of Featured bwana. Akasema kama ni King of Featured, nikaanza kuja back sasa. Umeingiza vocal pia kwenye ngoma za watu wengi sana, aidha kushirikishwa au kushirikiana nao kwenye kazi zako. Pengine mpaka mzee wangu akasema wewe ni King of Featured kwa namna hizo. Ni vitu gani ambavyo ulikuwa unaweka kipaumbele kusema sasa Chidi Benz ngoma sawa na ingiza verse, wewe njoo tufanye collab? Nilikuwa naangalia kama umefanya kitu sahihi, kama muziki mzuri naweka, kama muziki mbaya siweki. Haijalishi unanilipa ama unilipi, nitakwambia tu bwana hii somba ama tubadilishe hii. Mimi kuna idea ninayo, ngoja tufanye afu turekodi hiyo. Kwa hiyo nani yangu ilikuwa hawa wasanii na ushirikiana nao kwamba baadaye utakuja kunisaidia na mimi. My brother Dully Sykes aliniambia bwana vipi wewe, mbona collab nyingi? Unajua Dully is my brother. Anambia vipi? Mbona collab na vipi? Aliona kama unazitupa. No, alikuwa naelewa alichokuwa anakisema. Naelewa alichokisema, that's my brother. Hawezi kuniambia kitu tofauti. Lakini nikamwambia acha tunifanye. Na hisi hawa iko siku atanisaidia. Ngoja niwafanyie, kwa sababu mimi watu wengi nimefanya nao collab hawajanipasha hata shilingi 100. Si wachache sana, lakini wachache. Wengi hawajanipa shilingi 100. Na nilikuwa sihitaji. Kwa hiyo nikasema hao watakuja kunisaidia siku. Nilikuwa ni yangu. Yoyote aliye kwenye nafasi sometimes akirudi huwa anatumia gazi ile kole, nimerudi kwenye kiti changu sasa. Labda kama kifuta mavumbi au nini, naonaga kauli nyingi huwa wanazitumia guys watu namna hiyo. Unahisi mimi sina kiti? Sina kiti. Viti wanavyo wenyewe wasanii wengine. Mimi kiti sina. Upo hapo stand. Mimi nahangaika tu. Kwenye upande wa kiti au nini, mimi nahangaika tu. Sina kiti. Mkubwa Chidi, kwa generation ya sasa hivi imekuwa
ina focus kwenye masuala streams. Of course mapato mengi yamekuwa kwenye digital huko, baki huko ilikuwa album ni vitu sana kwa career kipindi hicho. Ukilinganisha kwa mifumo ile ya album, heshima na noma kwa msanii, na sasa hivi ambapo wanasema unaweza ukatoa album alafu ukawa unasindikiza ngoma zingine ukakuta ngoma moja tu ndio ina hiti, ipi ndio nayo sawa, analog au digitali iko vizuri zaidi? Kila kitu kipo vizuri kama kinakupa pesa. Kuna watu wameanza muziki zamani sana na wana hela, na kuna watu wameanza muziki zamani sana hawana hela. Kwa hiyo kila kitu ni sawa kama kinakupa pesa. Usichague kitu, hizi vitu ni za wazungu tu wameweka tu, sio zetu. Kwa hiyo wao wanaamua unajua huyu. Kwa hiyo sio lazima sana uangalie hiki. Wewe angalia tu mimi napata wapi kwangu kula basi. Mimi naona hivyo. Miaka miwili nyuma kama nitakuwa niko sahihi, ulishirikiana na Roma katika ile ngoma yako ya harufu ile. Ile ngoma ile nikiangalia kwenye peji ya Roma ipo, nikija kwenye peji yako pia ile ngoma pia ipo. Sijui makubaliano ya mapato yalikuwaje, lakini kwenye YouTube yako ipo ile ngoma. Sijalijua lakini Roma kwa yeye kama yeye sidhani kama tunahitaji sana tugawane hela na Roma. Kwa hiyo Mungu amsaidie, mlee mtu amsaidie. Sio mlee, nimekosea. Amsaidie na apate anachokipata. Wapo watu kadhaa wameniambia kwamba mbona ile ngoma ya Roma inaingiza sana hela. Kuna kipindi hapa katikati nilikuwa nimepagawa nikaanza kuongea, but for now no, Roma man wala ana tatizo kabisa. Yeye apate pesa zake, Mwenyezi Mungu amjalie, na mimi nitapata za kwangu. Sioni eti niseme Roma tugawane. Mwachapate na pia naona sihitaji hela kutoka kwa Roma. Labda yeye aseme na kutumia pesa, na amewahi kutumia Roma amewahi kutumia pesa mara kadhaa. Amekutumia rafiki zake ambao yuko nao, amekutumia pesa kadhaa ambayo kwa muda ule ambao nimetumiwa kwangu ilikuwa ni pesa nyingi sana. Naongelea kwa muda ambao nilikuwa nimetumiwa. Wewe vipi? Mimi rafiki yake Roma bwana, niko US. Okay. Mimi bwana nataka kukutumia pesa kidogo. Kwa sababu ya Roma, na niambia okay, thank you. Sawa, na amenitumia. Kwa hiyo naona zinatosha. Labda yeye tu mwenyewe brother mwana kutumia pesa kisiweti kwa maana nianze kufuatilia eti Roma kapata shilingi ngapi wapi shilingi ngapi, haini usu macha pete. Sina neno naye, namwombea heri na alipo na kazi, namwombea heri na maisha na kila kitu. Roma is very fine, yani yuko smart sana, ana akili sana. Kwa hiyo aendelee tu, sina neno naye. Juzi zilianza kuibuka hoja kwamba muziki wa zamani ulikuwa una content ukiusikiliza ndani yake, sana sana michano. Sasa hivi muziki sasa hivi ni vina tu na mizani, lakini kuna content haipo. Tuambie kwako mkubwa Chidi Benz, muziki kuwa biashara unapoteza zile content ambazo pengine zamani zilikuwa. Content haimati. Dunia imepagawa sasa hivi. Kuna mtu hataki kusikiza wewe unaongelea nyasi sijui kwa nyasi yote. Hakuna hiyo. Kwa hiyo chochote ambacho unacho kizuri na una watu wako wanaokusikiliza na kuamini kununua muziki wako, hiyo inatosha. Hii mambo ya content ni kidogo, labda kwa watu wa kuposti watu nyinyi ndio matafuta content. Hapa nikiongea labda useme Chidi Benz amtukana fulani, umeona, kumbe mimi sijatukana sehemu. So content is so issue sana kwenye music. Fanya jambo lako, unaamini una mashabiki zako,
inaenda. Mashabiki, kila mtu sana mashabiki. Si ndio maana tunaenda kwenye show, watu tunakushangilia wewe. Akiingia mwingine watu wamshangilia. Kwa hiyo mimi naona content sio kitu sana. Kitu ni wewe kucheza na mashabiki zako, watu wako basi. Bado show za Chaka tu Chaka ni kipimo halisi kwa msanii. Yeah. Ili ujijue mimi nimefikia kwa msanii. Yeah. Lazima uende Morogoro, Iringa, Mbeya, Tanga, Mombasa, Tanga, Nairobi, wapi unarudi tena Mbeya, Singida, wapi Dodoma. Yaani lazima. Usipofanya hizo maana yake unajidanganya tu. Bado. Kwa sababu unasema ukifika watu hata ukitembea mjini watu wakujui. Yule fulani watu. Lakini mimi nikifika mkoa wote, sehemu yote, kijiji chochote, wote watajua Chidi Benz. Umeelewa? Kwa hiyo lazima watu wajipime kwenye hilo. Unaweza ukahit sana. Ukatamba sana. But ukafika Mpinga hapo. Acha mpinga. Yaani ukafika tu sehemu fulani hapo Igo Wole. Watu sikujue. Nani huyu? Nani Kana yule Chidi Benz. Kaja hapa. Amfuata nani? Mama yake ana mdogo wake, ana shangazi yake yuko kaja Chidi Benz. Kwa hiyo ili ujipime ni hiyo pia. Na ili ujipime maana yake ukienda kwenye show kula ukiona umekuja watu 20 maana yake wewe bado baba. Wewe town huko. Yes, sio muhimu. Kumbe kuna namna unaweza kuwa msanii wa town. Ingiza watu wawili sehemu. Afu watu wenyewe waenda kucheza pool table. Yaani wao walikuwa bishara nje, wao na kufunga. Jamaa kama tuweze tukajifunge. Tuweze tukaingia wawili, wakaenda kucheza pool table wakatoka. Hapo show za wasanii. Wasanii tu walikuwa kama watatu hivi. Sehemu moja tu Mafinga. Wafanye sana kazi. Mkubwa, sasa hivi nimeona kuna uchangamfu wa game ya hip hop sana. Freestyle sasa hivi zimetrendi sana. Nani anaweza ku freestyle na nini? Uzuri mkubwa mambo yako haya kwenye page yako ya YouTube pia mimi ni mfuatiliaji sana. Miaka zamani hata uko 6 nini umepost clips zile ambazo ulikuwa una freestyle. Tunakuja beat una freestyle unamalizana nazo na nini. Huna habari na hizi bato zao kwa sababu ushavuka. Yes. Freestyle wapo vijana sasa hivi wanafanya mambo yao. So mimi tena. Na macho mimi pia nimekufurahia, nimeona sasa hivi hata comedians wameanza kuwa na freestyle. Sio umeziona hizo? Comedians sijaona but wako sawa, hawana maneno. Kuna Saidi. Namwangalia. Kuna Kiangazi hivi Mkojani. Hivi Mkojani ni Kiangazi au Masika? Ana jina lake moja hapo ambalo najua mimi. Ni Mkojani. Wapo wengi lakini hawana neno. Comedian hawana neno. Wapo wengi sana wazuri. Comedian wengi ni wazuri. Hawana maneno. Tini White. Yes. Tini. Yeah. Tini afu ni ndugu yangu kabisa. Ndugu yangu Tini. Ndugu kisanaa, ndugu kabisa kidamu. Nyumbani. Nyumbani Ilala. Tini Lichima Voko. Ndugu zangu kabisa. Kwa safi sana wanachokifanya. Na wote na wengine. Na comedian wote wengine. Wote wako vizuri, hawana neno. Wanahangaika wako vizuri kabisa. Hawana maneno. Kwa hiyo hata wakifanya mambo ya freestyle sio mbaya bado. Wako sawa wote. Sasa hivi unakomea Joti Lucas. Lucas anaitwa. Nafikiri Lucas ndio mkubwa ama kimefanikio kimoja pamoja na shughuli zake kila kitu. Joti ingekuwa na hela maana yake sio mkubwa. Joti katoka zamani sana, mkubwa. Bila hata hela. Lucas ni mkubwa sana. Kaangaika sana. Lucas mpaka amekuja anaanza kulipwa hela na nini. Mkubwa sana. Joti mkubwa sana. Ndio. Sana. My brother Chidi Benz, nafikiri tumezungumza kutosha pia. Project yako ya mchaka kwa kumalizia, of course imetoka, inafanya vizuri, media tour imeanza sasa hivi kwa ajili ya shavu lizidi kwenda, ngoma izidi kuondoka.
project sasa hivi ambazo zinaenda zinashuti mandhari na nini, fedha ihusike. Ashasikika mbunge sasa hivi Baba Levo ashasema project sasa hivi inabidi kwa msanii milioni labda 35 huko kuendelea. Mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo ashasema bunge wa Kigoma mjini Baba Levo kasema vipi kuwekeza tu msanii sasa hivi kufanya kazi yake iende kama milioni 35 hivyo kuendelea. Nikaona sema wow. Kuongelea bungeni. Oh yes, safi. Alafu Baba safi sana. Sijajua but safi. Baba Levo naona anaongea vizuri sana bungeni. Naona sikuamini uwezo wake wa akili. Lakini naona sasa hivi yuko safi sana. Vitu anavyoviongelea mimi mwenyewe kuna sometime namwangalia nasema huyu jamaa anaongea yuko sawa sana. Ndio. Baba Levo anaongea sawa sana. Kwa hiyo sijajua anaongea nini kuhusu wasanii. Sasa sijajua anahusikaje lakini yuko vizuri sana Baba Levo. Anaongea vizuri, vitu vizuri sana. Yaani unaweza kumchukia afu ukatamani sasa mbunge mwingine bwana anaongea upumbavu tu. Kuna watu hapo wanaongea ujinga tu. Sasa si bora Baba Levo. Baba Levo anaongea vitu vizuri sana. Anaongea vitu very sensitive yeah. Nafikiri atapeleka mbali kule Kigoma. Yes. Neno la kumwombea heri pia. Okay. Sana. Neno lako kwa Gen Z kama mkubwa la kumalizia. Gen Z tuko pamoja sana. Mimi sioni Gen Z. Naona tu mashabiki zangu. Yes, tuko pamoja sana. Tusapotiane na tupiane nguvu. Yeah, na sisi tunafanya kazi kwa ajili ya watu wote, sio Gen Z, sio nani, watu wote. Kwa hiyo support kwao, love kwao. Nashukuru naona comment sometime watu wanachokisema. Nafurahi taratibu mambo yatakaa sawa. Shukrani sana mkubwa. Nashukuru kwa heshima yako bwana, tumefanya mahojiano. Asante sana bwana. Ndio. Bwana, ni kwa mengi na machache ambayo nimezungumza na kaka mkubwa Chidi Benz. Tumezungumza naye hapa 96 Link pamoja na watu wa Bongo Plus na Farijika pia tumeyazungumza haya kutosha. Keep on subscribe, like na comment. Right to Mr. Mamen bana. Si ndio sasa.